Tena Kirui, tutaonana tena, tutaonana tena, nawe tutaonana tena, tutaonana tena, nawe tutaonana tena. Tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka 2026, asubuhi na mapema tulimwiza kuwa Bwana Kirui ametuacha, ila wanafunzi pamoja na walimu wetu hatukuamini kilichotendeka. Tutaonana tena Kirui, tutaonana tena, tutaonana tena Kirui, tutaonana tena. Shalom wapendwa katika jina la Yesu. Kwa wakati huu ningependa kwamba niangazie maisha ya ndugu wetu Bwana Andrew Kirui ambaye hivi juzi tarehe 1 mwezi huu wa Juni aliweza kupata ajali na kwa bahati mbaya akawa kwamba akaaga dunia. Ningependa niangazie maisha ya ndugu wetu kwa kazi nzuri aliyoifanya ya kutoa mafundisho, hasa mafundisho ya Biblia, akifundisha katika kituo chake cha YouTube alichokiitanisha na jina lake Andrew Kirui. Mwalimu Andrew Kirui amekuwa akitoa mafundisho mbalimbali, akichanganua, akijadiliana na kuangazia maandiko katika Biblia na kujadili, akifunza, akiweka ile tunaita kwa Kiingereza comparative analysis ya different beliefs, imani tofauti. Ningependa niseme kwamba Mwalimu Andrew Kirui alifanya kazi nzuri na Yawe ako na mipango ya kila mtu. Yawe ndiye anajua ni kwa sababu gani aliona kwamba ndugu wetu haweze kupumzika, maana yeye ndiye ako na uhai, ako na kila kitu. Na ningependa nikuzie tu kidogo mafundisho aliyoyafanya ndugu wetu Bwana Andrew Kirui. Bwana Andrew Kirui aliweza kutoa mafundisho yake kwa kituo chake cha YouTube miaka mingi iliyopita, takriban miaka 14 iliyopita. Aliweza kutoa mafundisho mbalimbali akiweka katika kituo chake cha YouTube ili kwamba wanaoweza kuangalia wapate kujua na kupima maandiko kulingana na mafundisho yake. Bwana Andrew Kirui alikuwa mwalimu ambaye kwa sana alitetea na kusoma maandiko jinsi ipasavyo. Kwa wakati mmoja alitoa mafundisho akifundisha kuhusu majina matakatifu kwa wanaojua na wanaofahamu majina matakatifu tunayoyafaa kutumia katika kuhubiri na hata kuomba. Kwa wakati mwingi aliweza kulinganisha na kuona jinsi walimu wengine wanavyofundisha mafundisho hayo, kama vile mafundisho yake Bwana Stephen Anderson aliweza kubainisha na kuangalia kwa kina jinsi mafundisho yake hayaambatani na Biblia na maandiko. Aliweza pia kutetea sana movement ambayo inaitwa Sacred Name Movement. Kwa wale wanaofahamu kwamba ndugu Andrew Kirui aliweza kuitetea
kwa maana hiyo ndiyo movement iliweza kuanzisha na kufanya research mingi, kufanya utafiti mingi sana kuhusu mafundisho ya majina matakatifu mnamo mwaka wa 1930s. Hapo ndio Sacred Name Movement iliweza kutoka na kuanza mafundisho. Kuna baadhi ya walimu wa Biblia, wakusanyiko mbalimbali ambao kwamba hawaamini mafundisho ya majina matakatifu, na Bwana Andrew Kirui alijitolea sana kuelezea ni kwa nini tunafaa kutumia majina matakatifu tunapoomba, tunapoimba na hata tunapotoa mahubiri. Aliweza kutoa kwamba tetezi mwingi sana, hasa kulingana na mafundisho yake. Pastor moja aitwaye Dr. Bob Thiel Bwana Andrew aliweza kutoa mafundisho ya majina, akiweka katika kile kinachoita akisoma maandiko kwa context ama kwa muktadha. Bwana Andrew Kirui alikuwa mwalimu shule ya upili ya Sogoo, na pia alifunza shule yake ya mwisho ilikuwa Segenani Girls High School, ambapo alikuwa anafunza kama shule yake ya mwisho kabla ya kuaga kwake. Bwana Andrew Kirui aliweza kufundisha na kuangalia majadiliano mbalimbali, kama vile majadiliano iliyofanywa na ndugu wetu ambaye pia amekuwa akifanya utafiti sana, ndugu wetu mwimbaji Bwana Jonathan Bett. Andrew Kirui amekuwa akifuatilia na kuangazia mafundisho yake na kuangazia about different interviews anayoyafanya na Bwana Jonathan Bett, akiuliza na kutaka kujua hasa kiini cha mafundisho tofauti kwa imani tofauti. Bwana Andrew Kirui aliweza kufundisha historia ya Church of God Seventh Day katika lugha ya Kalenjin, akatoa hiyo historia na mafundisho tofauti mbalimbali. So akaweza kufundisha kuhusu Pasaka, akaweza kufundisha pia kuhusu majina kama vile tumeyaona. Alikuwa mwalimu shupavu, lakini kwamba ndugu wetu ameweza kupumzika, na kulingana na mafundisho yake mbalimbali, tunaona mafundisho hapa kuhusu Pentecost, kwamba kulikuwa na nini, maana watu wengi wanafundisha kwamba Pentecost ilitimia wakati Roho Takatifu iliposhuka kwa watumishi katika Matendo sura ya 2. Na Bwana Andrew Kirui kwa video hiyo anaangazia ni kweli ama ni uongo kulingana na Biblia. Aliweza kuangazia mafundisho tofauti yanayokinzana, hasa kwa wanasabato, kama vile kuwasha moto katika Sabato, kutoa sadaka katika Sabato, kuendesha gari katika Sabato na mafundisho mengi sana. Aliweza kufundisha pia jinsi ya kuhesabu ili kwamba tupate kujua Pentecost katika Biblia. Manake kuna kuhesabu tofauti mingi sana kulingana na dini mbalimbali, haswa madini ya Sabato. Aliweza kuangazia mafundisho yaliyoanzishwa na mmoja wa viongozi wa Church of God Seventh Day, ambaye anajulikana sana kama A.N. Andrew Daka, The Two Laws Contrasted. So Bwana Andrew Kirui aliweza kuangazia mafundisho hayo
na kuangalia kama yanasimama kweli kwa Biblia. Na mafundisho mbalimbali kama ubatizo, mafundisho kuhusu tabernacles, mafundisho kuhusu kwamba kuhusu chakula kinachostahili kwa mwana masihi ama yule kwamba ameamini. Maanake kuna walimu ambao wengine wanasoma maandiko nje na matakwa ama vile out of context. Za kuangalia, je, ni kwamba Biblia inaruhusu chakula cha aina yoyote kwa mtu mwenye ameamini. So ndugu Kirui aliweza kuangazia hayo. Aliweza kuangazia pia sikukuu ya kutafakari na kuikumbuka siku ya tarumbeta. Katika video hiyo aliweza kufundisha, je, ni muhimu kuikumbuka siku hiyo kuu ya kukumbuka tarumbeta. Pia aliweza kuangazia Jerusalem Headquarters kama vile inavyojulikana kwa waumini wengi wa Church of God mbalimbali. Bwana Andrew Kirui kwa ufupi alitoa mafundisho mengi mno. Mwisho kabisa kuna fundisho ambalo ni muhimu sana. Aliweza kukuzia kwamba during dark ages, je, kulikuwa na watu wa imani during dark ages? 1260 kwa wanaofahamu sana kuhusu unabii, kwa maana wengi wa makanisa wa Church of God wanafundisha kwamba Church of God ilikuwa kutoka mwanzo na hakuna wakati kwamba iliweza kupotea ama watu wa imani kukosekana. Na mafundisho haya utayapata kwamba mwalimu anaangazia akisoma maandiko, akielezea na kubainisha ukweli wa mambo. Mwisho kabisa katika kuna video mingi sana. Ukiona hayo, mwalimu aliweza kufundisha kwamba Mount Zion Seventh Day Elders. Aliweza kuona kwamba wengine wanafundisha out of context kulingana na maoni yake na jinsi alivyosoma maandiko. Bwana Andrew Kirui kwa ufupi alitoa mafundisho mengi sana akishirikiana na Elder Rono kwa mafundisho mbalimbali, na aliweza kuangazia mafundisho ya kalenda kwa wanaofahamu kwamba kuna kile tunachokiita Roman calendar na kalenda ya Biblia. Aliweza kutoa mafundisho hayo. Na mwisho kabisa Bwana Andrew Kirui kabla ya kupata ajali tarehe 1 mwezi huu wa Juni, amekuwa akifuatilia majadiliano iliyofanywa na washiriki wawili ambao ni pastors wa Jerusalem Seventh Day Church of God na yule mwingine wa Church of the Living Elohim. Mafundisho hayo ilikuwa majadiliano na Bwana Andrew Kirui aliweza kuangazia kwa kina ni nani anasoma maandiko kwa muktadha. So aliweza kutoa video kama 5 hivi, na hii ndio ilikuwa video yake ya mwisho akifafanua kulingana na maandiko jinsi watumishi hao wanaojaribu pia kusoma maandiko. So kwa kiduchu tu ni kwamba ndugu wetu Bwana Andrew Kirui aliweza kufanya kazi nzuri sana kwa kuangalia kwa kina, kusoma kwa kina, neno kwa neno, kusoma kwa muktadha na kutoa mafundisho. Na ninataka kusema kwamba mafundisho yake mengi sana yalikuwa katika lugha ya Kalenjin, na kama kusanyiko na kama washiriki
ambao walikuwa wanashiriki na ndugu wetu Bwana Andrew Kirui. Tutafanya tuwezalo ili kwamba tufanye kutafsiri yale mafundisho ambayo ameweka katika kituo chake cha YouTube ili kwamba watu wengi waweze kufuatilia mafundisho hayo. Maanake mwalimu amekuwa akijaribu sana kuangalia mafundisho jinsi ipasavyo, kama vile kwa Kiingereza tunavyosema reading the scriptures in context. Na ninavyomalizia ni kwamba ningependa tuitazame jinsi Bwana Andrew Kirui siku yake ya kupumzishwa huko kwake Sogoo, jinsi ilivyokuwa hiyo siku ya mwisho. Asante sana. Shalom tupchosiek kyok en Yashua. Tieni kitieni kisosereten tupchenyon Andrew Kirui en boisienyin nemie nekiyai kotokosobe. Kou ye mwawech Paulo en kitabutab Timotheo nebo 2 kurgat 4:6 akoi 8. Amun kikoiton ngunon anyun ak kakoit betusiek chowendi. Kiayai luget nemie, kokesu labatet, kiarib kayanet, koboch ngunon kokakekonorwon kutwet nebo imanda netun konon Mesia kirwogindet nebo imanda en betunoton, ako manegen kityo, ako icheket tugul akichek chekikocham togunenyin. Ngunon anyun ongepchinit agenge en ng'ololutikyik en konetisietab YouTube tugenyin inoni. Kainenyun ko Kirui Andrew. Chamgei tupchosiekyok en Yashua Mesia. Komonutiet nebo sirutik chetililen en kayanet nekitinye kokikoyoni neimutyinech sobondab koigeny. Ngemwa kele imutyinech sobondab koigeny kotogu kele sobondab koigeny ne noton kekonye sobondab koigeny ko miten en Yashua. Ko echek ko ki biik kemiten en ko ki banyek korotik. Ko yeit betut ne noton kenyoru sobondab koigeny ne noton ko soboniton anyun kicheng'e chekitupche ko makinyoru en plan chechoget. Ketinye ortinwek cheimuche keyai kot komutyech sobondab koigeny, kobaten mi ortinwek chekipangan komuktoindet kwanda nebo sobondo, ortinwek chekikopangan inendet, plan chekikopangan inendet, ne yekisib ak kechut planit noton komutech planit noton kot kenyoru sobondab koigeny. Nico Record Studios. You
tukaribie na washiriki wa kanisa, washiriki wa kusanyiko tukaribie hapa ili kwamba tuweze kuomba. Nitaomba Eldarono uwe tayari. Naona kuna wakati wa picha, tuchukue picha ili kwamba tuweze kuomba. The immediate kuingia suteneche ako bangane na bunu time kuma bigi na tone ndani aseche ni tombaba nishi tugul ni yoyun ko magibo tudi nye ne ngi laitoria ai nem nyan en logo ki okitupchok sigi ki goni tede tugul I ai nem ge agi mongu amuni nye ko mongu ne nyone laitoria apa ko genge une gungu boto gungu in nyasho na sia laitoria Studios. Moi ka sakana ya so tiene so ko mami ngale no moi no ma ja tu lo le o to ko ti ne ga yo en kam ori ga ba besta andro gru así que chenyi gi sini agi mo gi ne de so bi ke ma ga ngi uro de bitara gru ki tu cha ku ya ma wai ba ma so ko ta bi ga ne o ale ne ta au ki ko mu to ne to goi amuna te tu di ne ta so bon kyo Aku ini ada nama sabon mikio. Boleh neta itu jangan bani. Amu ada utagoti. Aku mau gongo ini lega bani. Sebab itu juga itu lihat. Iya kemana nuri dia gobata ceri tosi. Oh bye itu gobata ceri bye. Kau kelai bi kengwa mini. Ele boy tahu ayun. Kau lebih kengwa mini. Kau lebih benti lebih teri deh. Quello come vi chiamare per quello come le mette in porta quello che dire quello che lotta con che sulle tabi tu la che porta come i tu chi che non te tu sei tu ya che tu sei tu a che chi va a tinisi a come un ieri va tutti che a russi chi va come mi sembra la cui ma a russi quello lì va a si alleva che va un sabi ko mutu bi kwa yi te ko mi yoge ne ke ne ke ki ne ke wa tu sie ko ma ko ta no ne igor ta ba ja le bi tu ro kwe mai ti bi tu la gi ni si ta e ko si ta ji ta le tu ko ni wa ki te wa ki to no wo yi amu ba ro ba si ko mi to yo ga ta yi si ni ko ma ga no wa wo yi ne uni o ki wa mu to le ko wo amu ne le tu wa mu to le tu ro ni Oye, eso no es yo sé que como bueno pues tú diga gana sana aquí voy a volver para yo voy a volar como ne como bueno pues oye mua como bueno pues gamun yo gai o voy chumata gasta voy la hago ningún o como bueno pues o tengo limboga o quito que yo miet le digo tiene llegar a guardar que estaba linda Oga que no todo le va como no te chomie. Oga se amu mi bike mi gala como mogengi. We dire ko eiger kita lo nyo wo mungo miri re ko no to nai le chomi.
Kongoi en okwek tugul momuche amwa ng'alek chechang amun elekokeyobu kokoroken ine kongoi missing momuche ot amwa kongoi missing korurok Kamuktaindet en tuguk tugul chekokokonech biik kobo komonutiet en sobondab chito sikechamgei ak koribech Kamuktaindet. Ng'wany mama kakorushana boburia katakse. So back to MC. Pekee tunazidi kusanyiko, washiriki wa kusanyiko kwamba waweze kuja hapa mbele. Kuna wimbo spesheli iliyotungwa kwa ajili ya kuzindikiza ndugu wetu, mtumishi wetu, mwalimu wetu kwa kusanyiko, Bwana Andrew Kirui. Tieni kitieni kisoserete dukyenyon Andrew Kirui en boisienyin nemie nekiyai kotokosobe. Kou ye mwawech Paulo en kitabutab Timotheo nebo 2 kurgat 4:6 akoi 8. Amun kikoitoon ngunon anyun akakoit betusiek chowendi. Kiayai luget nemie kokesu labatet. Kiarib kayanet. Koboch ngunon kokakekonorwon kutwet nebo imanda netun konon Mesia kirwokindet nebo imanda en betunoton. Ako manegen kityo ako icheket tugul akichek chekikocham togunenyin. Ngunon anyun ongepchinit agenge en ng'ololutikyik en konetisietab Mutyo tugenyin Chamgei tupchosyek en Yashua Mesia. Komonutiet nebo sirutik chetililen en kayanet nekitinye wiyonet neimutyinech sobondab koik. Ngemwa kele imutyinech sobondab koik kotogu kele sobondab koik ne noton kekonye sobondab koik ko miten en Yashua. Ko echek ko ki biik kemiten en ko ki banyek korotik. Ko yeit betut ne noton kenyoru sobondab koik ne noton. Ko soboniton anyun kichenge chekitutye komakinyoru en plan chechoket. Ketinye ortinwek cheimuche keyai kot komuche sobondab koik. Kobaten mi ortinwek chekibangan Kamuktaindet banda nebo sobondab. Ortinwek chekikobangan inendet. Plan chekikobangan inendet. Plan noton komutechi plan noton kot kenyoru sobondab koik. Gói cho cái nhọn, bông này gói cho chứ, gói nữa bạn chứ, bông này, thì hát sao bác?
live nabasi nitan amwa ngaliot noton nebo ponakane ak familia nenyun ak tuyet komugul. Namwa ngaliot kiten sowendi kebeberta noton nebo sirutik chebo betut nebo tai. En komosto noton nenyun ko tupchenyon Kirui ko kikinoye en logoiwek chemiachen kong'eten kenyitab 2003 akoi inguniton 2026 ko kenyisiek 23 koborchin kenoye en ng'alab logoiwek chemiachen. Inamwa ale koabet kiboitiot nekoboisiet tuan inendet ko kodiko nenyun ako koyai boisiet neo. Yeye alikuwa deacon wake na alikuwa anatenda kazi kubwa. Ne ngunon atinye siret amun kobit kebeberta neo nebo bakakta. Ako na upweke kubwa sana kwa maana ameacha nafasi kubwa sana kwa maisha yake. Ko namwa ale boisionik chekikoyai ko boisionik cheechen kikongei koik chito nekikongei koboisie kamuktoindet akoi betut nebo let. Alijitolea sana kufanya kazi kubwa sana kwa ajili ya baba wetu Yawe hadi siku yake ya mwisho. Ne kolelen ale ataimge abwat mising koiman ko cheran kitesirutet ne mi kitabutab ng'ong'utik kuta 14 koitab 13 kiraku karibia sisomani joki. Alikuwa anataka kujisumbua sana, lakini andiko katika Ufunuo 14 mstari wa 13 ile siri ile koiboyet sebeku en Mesia. Kama Yawe alituma malaika kwamba iandikwe ufurani wale ambao wanakufa kwa Masihi. Ko ngotko baibai kipsengwet akobo tupchenyon Andrew, kama mbingu lina furaha kwa ajili ya ndugu wetu Bwana Andrew, ko anakane komotinye kit neamwoe nesire non kobaten amwa kityo ale komuch tupchenyon komie situngose boisionik chemiachen. Hata yeye hatazidi hapo, kwani bali kusema kwamba ndugu wetu apumzike na kazi yake tuweze kukumbuka nayo. Inamwa ng'alek oeng che kikipchei ak tupchenyon Kirui kotomo komuny inendet. Angependa kutaja maneno mawili ambayo walizungumzia kabla ya kuaga kwake. En konetisyonon ko tyenon nekokose kakityeni kwa wimbo ambao tumeweza kuimba kokityen tyenon kokotom koit en panganet nekokibwotyi kele boketyen tyenon. Tumeimba huo wimbo lakini haukuwa umefika wakati ambao tulikuwa tunatarajia kwamba tunaweza kwenda na kuimba huo wimbo. Ng'alek cheking'alal en sabatut nekibo let kokimwoi chepkamatunekan kokialinde emet nebo Ethiopia en boisietab logoiwek chemiachen kokilenji amoche obotyen kolenji ngoit pasta ngoboritu otete obotyen. Maneno yake ya mwisho kwa sabato ya mwisho iliyofanyika Soneto, aliweza kuongelesha dada moja Zedi, akamwambia kwamba mtumishi akirejea kutoka pale ya Ethiopia, kwa maana alikuwa ameenda kwa ajili ya mahubiri huko, alikuwa amemwelezea kwamba mtumishi akirudi tuweze kupanga ili tuende kuimba, kwa maana amekuwa na hiyo feeling ya kutoa nyimbo za mafundisho. Kotomwochi inendet kolenji ondeun rabinik simoit asingoitute pasta onyotete kolenji momi ng'ala yekakoit akebe abore keibirun iyo. Kwa sabato hiyo ya mwisho alimwelezea huyo dada Zedi kwamba nataka nikutumie pesa ili kwamba mtumishi akifika tu mnaondoka mnaenda kurekodi nyimbo. Dada naye akasema hamna haja, kaa na pesa, mtumishi akifika tutakujulisha. Andrew Kirui kwa YouTube ako na mafundisho mengi. Niliona jana ilikuwa 162 videos. So 99% ya hiyo 162 videos ni mafundisho ya maandiko matakatifu. Ukasole in YouTube ko anisosek chekiiten 162 in YouTube. So 162. Ko ng'olyot konam konetisoniton bo YouTube ko mi ng'olyot ne kiing'om konetisiet amwainde namba chebo simoit chechik. La mno sana ni kwamba wakati alianza mafundisho kwa YouTube hakuweka namba yake, kwa maana mtu akiona mafundisho anataka kutafuta huyu ni nani,
ningependa nimtafute, lakini Bwana Kirui hakuweka namba yake. Okiosiki anyolenjo komye inde nambaishek amun ngosip chito kolishet akocham komatakonai kole kwang'o chichi simara kobirun akotakonai mising. Mtumishi Eldarono alimlazimisha sana kwamba weka namba yako ili kwamba mtu akitaka mafundisho zaidi anaweza kufuatilia. Ng'olyoni kimwoe ngunon. Akamwambia hivi, kolenjon ane kokoro amang'u kityo kanetishet lakini namba chon ko chekuket inyendet. So akamwambia mimi nitatoa mafundisho tu, lakini namba ya kutafuta mafundisho zaidi itakuwa ni ya mtumishi Eldarono. Kumotoesheki ene chekikamwaita. Yeye naye akakubali. Koto kimi kityo panganet nemokinoe amun kongoya ng'alechu abwat kityo ale kiakopangan tuguk chechang maitanai kityo akuyane. So baada ya tukio hili mtumishi akaona alikuwa amepanga mambo. Akamwa ale kokituyet nekokiot Kirui kokokibet chito nekotoloita nekikoyai boisionik cheechen ne en ng'ololutik tugul kokoyat tuguk chekongibwat ko ngwany mokinoe amun uon kokakopanganat tuguk tugul en nganaset agetugul. Netun iborto en betusiekyik inendet neiberurot ako komuktoindet inegen, laitoriat nebo laitorinik ako bounindet nebo bounik. Netinye inegen sobondab koigeny, nemenye en lapkeiyet nemakimuchi kerikyi, netom koker chi amaimuchi chi koker, ikobunchi inendet tekisto ak kamuktaet koigeny. En yoniton Shalom ko kamwa kole kamuktoindet ne inegen netinye sobondo nebo koigeny. Kama vile tumesoma kwa maandiko inasema kwamba ni Yawe peke yake aliye na ufalme wa mbinguni. En yoniton ko biik ko mami chi netinye sobondo anan nesobe koigeny kobaten kamuktoindet inegen kityo. Tunavyo wanadamu, hakuna mtu ambaye anaweza kuishi milele bali ni Baba wetu aliye hai. Ko mwoe ne tirutik akobo biik any amun netinye sobondab koigeny ko agenge en Ebranic kuta sokol kotab 27. Waebrania 8:27 kuhusu wanadamu. Ako uye kikinat akobo biik kobek konyil agenge akibata niton. Shalom. Bas, en yoniton komwoe kole kiking'at akobo biik tugul kobek konyil agenge. Iliamuriwa kwamba kila binadamu aweza kukufa mara moja tu. En yoniton ane amitare yuton ko kamwa sirutik kole chi tugul en yeimi kokotebe amun kale kiking'at ng'atutiet ne chi tugul. So yeye kama mtumishi na yeyote yule iliamurisha kwamba ni lazima kufa. Otudache yake temia koritani komwoe kole kiwole en oret age koyoche keme sikilok biik borto age nemanon. Hata tarumbeta ikilia tukiwa na mwili huu itabidi kwamba tubadilishwe ili turudi ufalme wa mbinguni. Hospitali yeye akasikia kwamba kule kupumzika pumzi kwamba hawezi kupumzika vizuri, hawezi kupumua vizuri. Kule Brandon driver kanget telela ikoro lemagubusi. So Brandon ambaye ni mtoto wake akaweza kumuuliza dereva, tusimame kwanza, ni kama hapumui tena. Hiyo ni so, baada ya kurudi nyuma, Brandon mtoto wake akamvinya kwa mapafu, pumzi ikamrudi tena na akapumua. Akapumua tena mara ya pili. So anaelezea kwamba wakati alivyopumua mara ya pili ulimi ukamtoka kidogo tu. So Brandon mtoto wake akawa amezidiwa sana, akaondoka kwa gari, mtumishi akapaki peke yake.
kunyokotin akosabe kouit oleamwoindoi amun kinakas akasole kakakitit kosipke kole kikenyo kitenini kouit oletamwoindoi nanikanai kityonde kakomuch tupchenyo. So anaeleza kwamba Brandon alikuwa na ujeuri mwingi sana, aliweza kusikia na hata kuuliza, hata kumshika na kuuliza kama bado anapumua. So kwa mtumishi ikawa ngumu sana kumwambia kwamba bado ameaga. Pumzi. So pumzi inaponiingia, so sasa kule soul kwa Kiswahili sasa nafsi sasa unatoka sasa. So alichoshuhudia na alichoelewa ni kwamba pumzi ilipomtoka ndugu wetu Bwana Andrew Kirui, sasa mwili ukabakia kama vile tunavyomwona hapa. La mwisho ni hili. Tofauti kati ya yule ambaye ameamini na yule ambaye hajaamini wakati wa kufa ni gani? Kitabu cha Yohana ndio ndio wata sitini na somo sisi na mwana ya Enire ona kugoma in hakuna maonyesho hapo. Kile tugeke tubaishe tubacha gatul ketemema anale ama in enire yukitin kitu kwamba kila matendo ya kila mtu matendo ya kila mtu yatajaribiwa kwa moto. So anatoa onyesho kwamba matendo ya kila mtu yatajaribiwa kwa moto, na yakichomeka, matendo yako yakichomeka, hautakuwa na ufalme wa mbinguni. Unajaribu kwa moto. Koberi kutungola lete konon amumwa kutuma kumbin kwegare kuna leta. So kama matendo yako usipoyaangalia sana, kuchomeka itakuwa kama hivyo. So kwa hivyo usiyachukulie maneno haya kama maneno yasiyo na maana. Kwa hivyo ndugu wetu Bwana Andrew Kirui aliweka bidii sana kuhubiri sana kuweza kwamba watu wasichomeke kama vile tumeona. Hiyo ndio imechomeka. Na hata sema upande wako amesema ni jukumu la kila mtu atayarishe roho yake. Hataweza kuendelea sana kwa maana tuko na wageni sana. Kama kusanyiko ambayo tumeshiriki na kuombea hii familia. Tumekuwa tunashiriki pamoja na ndugu Andrew kwa muda mrefu, kwa miaka 20, na sasa tutakuwa na maombi mengine tutaongea baadaye. Baba wetu mtakatifu wa Israeli, Mungu wa mbingu na nchi na vyote, tazama sisi ni wana wako. Baba wetu, sisi ni kondoo wa malisho yako. Tazama ni wewe umetuhifadhi hapa siku ya leo. Ni wewe umehifadhi nafsi zetu tusione kuzimu. Ni wewe umeshikilia kila mmoja wetu. Baba wetu, tazama umekuwa na hii familia tangu ili jambo lilitokea. Hakuna jambo linaweza kutokea bila wewe kujua. Ukuwe na mkono wake, ukuwe juu yenu. Mimi majina yangu naitwa Peter Mumira Mungai kutoka Juja.
tulijuana na Andrea mwaka wa 2007. Inoya ak Andrew Kiroi kenyitab 2000 ak bokol ak tisab. Philadelphia Truth Congregation. Kokimiten koshirikiani pamoja en tuyet nekikuren YPTC ya West Philadelphia Truth Congregation. Na pia akatiwa mafuta akuwa shemanzi ama deacon katika kusanyiko. Andrew Kiroi kokikile nendet koik deacon en tuyet. Hiyo wakati wote tunajua alikuwa anatualika hata tunakuja Sogo High School. Kuna wakati tulikuwa na wageni kutoka ng'ambo. ngunon anyun akakoit besek chowendi kyayai luget nemie kokesu labatet kyarib kayanet kobochi ngunon kokakekonorwon kutwet nebo imanda netungonon Mesia kirwogindet nebo imanda en betunoton ako manegen kityo ako icheket tugul akichek chekikocham togunenyin. Ngunon anyun ongepchinit agenge en ng'ololutikyik en konetisietab YouTube tugenyin inoni kainenyu neimutyinet sobondab koigeny. Ingemwa kele imutyinet sobondab koigeny kotogu kele sobondab koigeny ne noton kekonye sobondab koigeny ko miten en Yashua. Ko echek ko ki biik kemiten en ko ki banyek korotik. Ko yeit betut ne noton kenyoru sobondab koigeny ne noton ko soboniton anyun kicheng'e chekitupche ko makinyoru en kobaten mi ortinwek chekipangan komuktaindet kwanda nebo sobondab ortinwek chekikopangan inendet plant.
Asanteni sana kusanyiko la YPTC kwa wimbo huo tuliunda spesheli kwa ajili ya kusherehekea maisha. Kana kakibe kukebeberta nikimoche ngegas theology amacha attach David. Waombolezaji wote ambao umekuja siku ya leo tumboleze pamoja kufuatia and I believe that my brother Sandro Grui. Nadhani nawashukuru sana. Wakati niliposikia kwamba huyu ndugu yetu ameaga dunia. Lakini kwa sababu tumekuwa na watu wanatuongelesha baki tunakuwa afadhali kidogo. So nataka niwashukuru wote ambao mmekuja siku ya leo. Na nimeona kweli ndugu yangu alikuwa na marafiki wa aina mbalimbali. Alikuwa na marafiki wote. So ili nisipoteze wakati, wacha nisome kitu inaitwa eulogy ama historia ya ndugu yangu. Nitasoma kwa Kiingereza nikitafsiri kwa Kigaliji. Si sawa? So Andrew Kipkemoi Kirui was born in 1974 in Southside Village, being the firstborn child of Paul and Rebecca Gillen. He enrolled in a primary school in the year 1980 at Tegat and later transferred to Southside Primary School and did KCB in the year 1989 and was admitted at Meriki Secondary School in 1990 and sat for KCSE in 1993. After that, he enrolled for aeronautics course in Grand Eastern Aviation. But due to his problem, he did not continue. And in 1997, he was admitted in Kenya Science Teachers College for diploma in education and graduated in November 1999.
So I'm going to give a some money in school at the primary school in 1980. I could go see a course I was at. I am class 89. I was willing to make someone at school. I get lucky. You see, I'm more. Came as a lot of Bombay told the two lot of university who is 70. We are say university again. You are on called the Chile for Transistan Aviation. You are also the so much in the engineering. So one day. When we got to school in Norton, we are just matter of the stuff. I look up line for teachers college. He would hang in your son's teachers college. I would shoot in 97. I graduated in 99. I was in 1987. I was in 1998. Career. He started as a BTL teacher, managed someone at school, managed someone at school, and employed by TSC in 2001. And posted to Sogo someone at school in 2001 when he taught for 17 years and later transferred to secondary girls in 2018, where he taught until untimely demise in a fatal road accident in 1st June 2026. In April 1998, and was blessed with 5 children, namely Sharon Chepkrui, Corin Serio Langat, Brandon Brote Langat, Abigail Chepkoech, Ivan, and Chebet. So you know 2 children in the package. Kagaman Loki, Bamuru Kigo John, Whitney, Aroli. We will end the time, go Gabu Tapka Frederick. Aram with the Jeff. So when you attend is a king, Alexander Koech, Clara Jepkon, Mary P, Joseph Koech, Hilary Koech, I know what the late Katarina Anna Agdorgas. Andrew was born in a Christian family in Africa Gospel Church, and he later joined Mount Sion Church of God in 1989. And then Canacia, where he joined Congregation of Yahweh, and later on was baptized by Pastor Carl Blackwood on 8 December 2007. He was ordained in 2008 by Pastor Blackwood and served as Bishop until his demise. His mission faith became central to his life guiding in action, values and relations with others. He was an active and devoted deacon to Congregation of Yahweh, Mission Fellowship and Spiritual Growth. He was famous known for preaching and spreading the word of Yahweh in his YouTube channel, Kirui Andrew. He will be forever missed in his teaching, forever remembered by congregation members. Was in Kutel until Monday, 1st June 2016, while he was going back to school, secondary cars, and he was involved in a fatal road accident at Ngosoni and later succumbed to injuries at Narok Referral Hospital while receiving treatment. So much more. I still can't believe you have left us. We stayed together for 27 years. I will do my best with our children. You have done the Yahweh works, kept the faith, and have finished the rest. Kegen Gutwet Nabunu Yahweh. Muinatana, I will do Ketui, Emilia Refu. This was so sudden. You've been with us through the hardest of circumstances. Your presence was a source of our strength and courage. Now we're so lost.
my plans. There are places in food I wanted you to explore. I wanted to love you loudly and generously. Last is Mr. Kirui. You've raised very able children, and don't worry about us. We'll take care of our mother, and we'll do our very best to make it come. Truly, Earth is in our home, and we are passing confirmed it. We were well in the morning, we were together, but at night we were gone. That's why. Mere words cannot express the words in my heart, but just thank you. I had plans. You didn't attend my graduation. You didn't get to enjoy my salary. You didn't get to see your grandchildren, play with them. Growing up, I lacked nothing. I was never afraid to ask for anything, because I knew that I would try double, no, 1,000 times. But you never gave me the chance. You went too soon. My wishful thinking is that Yahweh needed help with something, and you had to go. But wherever you are, thank you. God, your teachings will forever stick with me. Your name never forgotten. That by this till we meet again. So when Collins, Brandon Kuja. Hi, this may be the last this may be the final message I'm writing to you. I hope that wherever you are comfortable and at peace. I'm so sorry that you had to leave us this way. May the gift Never be replaced. May you rest in peace. Oh God, go over heaven. Go to my space. Go squeezing. So asante sana. Last tipo. Na kwa nongo mi ndaraweta form 3 ama form 4. Yeah. Dear Dad, I know you are gone but not lost. It is actually hard to believe. I don't actually know how the world will be without you. Your laughter, which always forced us to smile, is gone. Together with our peace. But thanks to you, I have grown this big. My education in Grenani is also thanks to you. Too bad you will never get to see my KTSR results without us. But I hope you will be with me in this journey. Rest in peace, dear Dad. So kokaketyon tribute. Kami kitu kinuwa request ngele. Kisom tunataka kwamba kuna sijui kama ni mwalimu ama ni mkazi wa hiyo maeneo ya Sekenani pale ndugu yetu alipata ajali. Tunaambia kuna mtu anaitwa Kelvin. Umefika? Ndio huyo. Alafu pengine Kelvin akieleza chenye kilitokea. Unajua alienda mpaka huyu shemeji wangu alipopiga na pasta huko Narok. Ndugu yangu Joshua ndiye yule alikuwa mtu sema wa kwanza wa familia kufika huko. Hebu Kelvin tuseme jambo, na tunashukuru sana kwa sababu tulisikia ni wewe ulikuwa mtu wa kwanza kumpeleka ndugu yetu hospitali kufanya first aid. Hata ngawa tulikosa kitu naita ambulance kwa hii serikali ya county government ya Narok, tuliambiwa daktari wa ambulance was on a strike. So nawasalimu nyote hamjambo. Wakati tukuli alo majina ni Kelvin. Natoka hiyo mtaa ya Musweni. Yeye kwa mastana hata ni pango Musweni. Ni mimi ndiye nilikuwa mzee Andrew wakati alipata ajali hiyo. Anaende nikionyuru Andrew wakanyura ajali no. So wakati Andrew alipatana na ajali yake kupitia lori fulani ambayo ilikuwa imepakiwa tu kando ya barabara. Yegin kokagoriye kari negi kunogo Andrew lori negi mi ore taban. Na nilipojaribu kufanya uchunguzi yule dereva ambaye alikuwa anaendesha hiyo gari ambaye Andrew alikuwa ndani alikuwa very careless driver. Uchunguzi na nyuna kia nege ni kukiovu yole chichigete gari nongi kunogo Andrew. Kiget enore ni makarara. Kuna mahali inaitwa Musongero kabla ufike Musoni. Mimi kule ni Wasongero kutoa Musoni. Waliepuka kuanguka baada ya kuhepa ng'ombe hapo. Daktari yule dereva akiwa mbio sana. Kale kinabale gitugi tende tane gitoruse kwa bitacha aliage kotongo itio to Musoni bora. Wakaendelea na safari. Ako testa safari noto. Hadi pale walipopatana na ile lori ambayo ilikuwa imepakiwa hapo kando ya barabara na iko na mbao refu sana ambayo ilikuwa imetoka nje
Yekingotuyo ak rorit nekikakipaken en oret taban nekitinye bakoinik chekomong'unen chekikoen kabisa. Kwa hivyo yule dereva sijui kama ni mataa haikuwa inawaka vizuri. Makuyo ole mbaya taishek kimololdos en karini kibo derevani. Akakuja kama ameingia kwa hizo mbao ambazo zilikuwa kwa hiyo lori. Kotesta abakorie bakoinik chongimiten gari. Walikuwa watu 6 ndani ya hiyo gari. Kibik lo chekimi garinoto. Na msichana mdogo sana ambaye alikuwa ameketi tu kando ya dereva yule. Kumi chepto nekite nekirubeke ak kirui dereva noto. Alikufa hapo hapo tu. Noto nekisirto en yoto. Hata tukumtoa kwa gari. Makisto koten gari. Alikufia hapo hapo tu. Kibek en yoto. Wengi waliumia sana. Kiumia chacha. Mmoja wao ambaye alikuwa ni Bwana Andrew. Agenge ko ki Andrew. Magari yalikuwa mengi ambayo yamesimama kwa barabara lakini hakuna mtu ambaye alikuwa anataka kushika. Garishek chekitanyorte ko kichang en barabara mami ot agenge nekiyome kotoret chichi. Na nilipokuja nikakuja nikiwa na rafiki wangu mwingine. Kebwana ukikimya chorwa nanyu. Nikashangaa watu wamesimama barabara na kuna ajali imetendeka. Kubuchi kuongeta ole ile tongonyi bik okakoyakacha. Watu anamhandru. Nikachukua sweta ambayo nilikuwa nimevaa. Ore kusweta ile chotindoi. Ndugu yetu alikuwa ameumia sehemu hii ya kichwa hapa mbele. Ole kiogera ole kaumia kabisa yuko tokoita. Na niliona alikuwa na mwaga damu mingi sana. Ako kibendi koroti kecha. Hivyo nikachukua sweta yangu kwa mara ya kwanza. Ana msweta inyune aka tuki. Nikazuia ile damu kutoka. Ager koroti kibone. Hapo nikaanza kuomba usaidizi, mtu anisaidie nimweke kwa gari. Asoma ne notoro leje kitore chichi kwa gari tori. Kibahati nikapata kijana mmoja ambaye pia alikuwa na ile ujasiri. Kumong'ang'ina kijana nekinyiga akitoret ke. So nikalalisha kiti ya gari yangu hapo mbele. Alul ngechere nyune kibagari aka mutu adori. Nikamwekelea na kwa sababu alikuwa na uchungu mwingi sana kwa kichwa. Nikamwekea sweta kwa kichwa. Kukiogera ole kitinye kimwano kabisa imetit otiju metit ak sweta inyu. Nikarudi kwa ile gari. Ando gari tori. Nikachukua pia msichana mwingine ambaye alikuwa ndani hakuwa amekufa. Aka mutwara chepto nekikaumia kityo kitokome. Huyo alikuwa ameumia pia vibaya sana. Kikaumia na kile saidi. Nikamlalisha kwa kiti ya nyuma ya gari. Rushi ngechere pale en karit. Hapo nikafikiria na Mungu akanisaidia. Ateni oneton akotoreto Mungu. Nikaona hospitali ya karibu sana ni hospitali ya Muswani. Ager kole hospitali ile negit nemuche kotorete ko Muswani. Na kwa bahati ya Mungu pia mimi nafanya katika hiyo hospitali. Kwa bahati mzuri abaishe hospitali noto. Hivyo niliwapeleka watu wawili. Labaten tugul oing. Wao ndio walikuwa wameathiriwa sana. Ichoto chikikoumia somisi. Nikawapeleka wakafanyiwa first aid pale. Ketoreteni yoto ne. Bahati ya Mungu kulikuwa na wazungu katika hospitali hiyo nafanya hapo. Tikorangu kimiten chubeki kimi hospitali noto. Kwa hivyo walifanya wote wanaweza. Kiyagit nekibo tupchenyongirui. Kwa sababu nilikuwa nashindwa nitapata aje familia ya Andrew. Ako imanolo anyuchujo yon bika family nebo kirui. So nikashika bag ambayo alikuwa nayo. Na bag nekimi orit. Nikaona laptop ambayo iko ndani. Ager laptop nekimi orit. Na nikajaribu kuhakikisha ile laptop kama naweza pata any information ambayo itanilink na familia. Ayat laptop nikano ole sitama na kutoreton anyuragenge family members. Ilikuwa na password. Kukitinye password. Bahati ya Mungu nikaona simu kwa mfuko wa Andrew. Abara kuskong agere simu mabuketab. Hata wakati nilimtoa kwa gari alikuwa na earphones. Akot kino acheru en garit kukitinye earphones. So nikachukua ile simu nikaipangusa kwanza kwa sababu ilikuwa na damu. Simu ile kana mungi akajigoroti. Nikatoa cover ambayo ilikuwa nikatupa. Acheru cover ile gimi amete. Na sijui kama ni moja ya shujaa wa ndugu yetu ndiye alipiga hiyo simu. Monge nole wanyagenge murenju boyondo nito negin simu ite. Mara hiyo nikapokea. Receive simu inoto. Nikamwambia wewe ni ndugu ama wewe ni familia ya huyu mzee? Alenji wanyinye iagenge nilikera sana. Report nekenyoru nekiba ambulance ko kifunja moyo nenyu kabisa. Nikasikia uchungu sana. Kwa mwani kwa sababu nilimwambia kuna ajali imetendeka mahali fulani. Mwacho alenji mi ajali nekayake nilegele. Naomba ambulance ikuje hospitali. Mwacho utorete ambulance kwa hospitali. Wakaniambia ambulance haina mafuta. Ulenji matinye mwani ambulance. Hata mwenye alikuwa ananiambia I was wondering kama ako na akili mzuri. Ogut nekimwoe ko kimanole mwa tinye kabwatutik chekoronji. So sikuwa na lingine. Mami kitaka kiapwa. Ilibidi tena nimweke kwa gari yangu. Londa gari nikanyumbora. Bado alikuwa toa damu.
kotoko kubendi kora koroti. Na nikasema wacha mimi nitang'ang'ana nione kama ndamfikisha Narok akiwa hai. Nekipata ko chichi aswa kotota hospitali no. So nikamweka Andrew kwa ile gari tena. Weki Andrew gari ni kanyo. Pale hospitali alikuwa amewekewa kitu IV, mnajua ile maji ya hospitali. Kigebendi kwa gerutibe. Kwa hivyo nikafunga ingine juu ya gari. Roti gari kusongini nake. Andrew alikuwa anapokea matibabu tukiendelea. So ukitese ta kurongi ngebendi. Ubire upa kwa ngepa ishone ya iwe kabisa. Na mimi sijui kwa nini lakini sikukufa moyo haraka. Monge no takano longa gigali hapa masaba atil kwa sababu nilipokuwa nikiendesha gari Andrew akisikia uchungu anatoa sauti fulani. Amun kin kwa kaski mwana noge tegari kumi sauti ni gicheru Andrew. Kwa kweli huyo ni shujaa. Kwa kim chichi. Huyo ni shujaa. Kim chichi. Alikuwa na nguvu hadi dakika ya mwisho. Kitinye kimnotet awe mwisho. Alikuwa nikiendesha gari mwendo wa kasi, akisikia uchungu naona anataka kuniguza lakini hanioni mahali niko. Kina labat olele no sor kabisa kwa na oriongto gari kuma kutinyo lakini kimo kugero ni lo. Lakini pia mimi nilikuwa namuongelesha kwa sababu niko sure ananisikia. Kukia ngolol jini yakane angono ligisobe. Nilipo kufika. Mwitengo nyage. Kamtia moyo. Coach encouragement. Tukaenda mbio sana. Kero kabisa. Nafikiri nilienda kilomita 46 kwa dakika 26. Yawe 46 kilometers in minutes kitemoglo. Nikamfikisha hospitali. Hospitali. Hapo nilikuwa nipishapata namba ya mmoja wao. Kigasi namba itaba genge mbichu baka. Nampigia tu niko karibu kufika, nyinyi mko wapi? TV umurwano bali yake iteche. Na ningependa tu pia kushukuru wao vijana kwa sababu Mungu aliwapea ujasiri. Amacha amwe gongo karawe lichu amungi boy nyingana tetwa mukto. Dunia ambayo tuko mtu anaweza fikiria na ako scammed. Amun emwende ngimi ko Mungu ko pata la kule kangale esimwende kwa bibi. Lakini waliniamini. Kiana ngabisa bichu. Waliniamini bila kunijua. Kiana ndo kumangeno. Na pia mimi nikawaamini bila kuwajua. Aga ya laga ne kumongo. So nikampeleka Andrew nikamfikisha hospitali. Lapate Andrew kwa hospitali. Kufika pale hospitali nikapata wazee wako hapo. Hospitali anyo tutaboisho. Ambia naombeni mnisaidie kutoa huyo mtu. Oleji utoroto ngimo mjiji. Kila mtu akikuja kwa gari yangu kuchungulia, ngonyaga tu ngogera linyu. Anaona anapenduka na ataka kushika damu. Gongo gerchi kabisa kwa roho genya ugero koroti kumetewa. Akasema huyu mtu kwanza apelekwe mpaka afanyiwe x-ray. Gele kiyote kibiri x-ray. Nikajaribu kuambia huyu mtu hakuna haja ya x-ray. Amwa ole mami acha kibiri x-ray. Peleke huyu mtu ICU. Ungi mchi cha ICU. Wanasema saizi hata hakuna madaktari wa ICU. Twende tu kwanza apigwe x-ray tuone ameumia wapi. Lego mami yuko tacha kwa ICU kama kibiri x-ray bro. Sikuwa na budi. Kuma mimi gine. Wakati huo mimi ndio nilikuwa familia ya Andrew. Kasara to kukiana ni kwa family ni Andrew. Kwa sababu familia ya Andrew hakuna mtu alikuwa pale. Amungi tongo ichini wa family. So nikafuata tena Andrew. Si kwa Andrew ni. Mpaka pale x-ray. X-ray. X-ray katokea. Kwa x-ray. Kaitisha alikuwa amevunjika ndio kwenye skali kichwa. Gigaki wabi yesi kipagwi iwata waita. Nikaambiwa tena wapi familia ya Andrew? Kile jongo family ni kwa Andrew. Akasema niko hapa. Ole omiu. Nikapelekwa tena nikaambiwa mpeleke basi ultrasound. Kile jongo ni mtu ultrasound. Nikampeleka ultrasound tena. Gisan elemi ultrasound. Kaliwa tena hapo. Kige amevunjika. Ile ngako crash nagi. Andrew bado nilikuwa naona huyu mtu ataweza kusurvive. Kubino ngere kwa Mungu tokero tu kusapchichi. Alinipea moyo kwa sababu bado tu alikuwa na nguvu. Kuona kabisa nyikana teta mke takugimjita. Kwa sababu nilikuwa na huyu mtu akona nguvu sana. Kukyogero le tinye gimna techi tokesa. Nikaambiwa wapi familia ya Andrew? Ile ngoro family ni Andrew. Kwa sababu watu ni wengi. Kwa mchambiji. Kasema ndio mimi. Ole kwenyane. Peleka Andrew, peleka tena pale CT scan. Kile wani mtu ra CT scan. Mimi huyo nikapeleka Andrew mpaka CT scan. Lapate kwa CT scan. Kupeleka CT scan akafanyiwa CT scan. Getore ten CT scan. Akatoka. Aguma. Nikakaa hapo kungoja results. Bureni yote akaingine hapo daktari akaniambia huyu mtu tutarifa tena okay. Kule kisiptai chichiwe. Nikaambia wazangu ambao walikuwa hapo nyinyi fuateni Andrew. Ale jibike vingine tuno sipo na Andrew ni. Wacha ningoje results ya hii CT scan nione vile. Na awe results. Hii ni gitoa kwenye kwa mrenjo. Kwa hivyo nikatoka CT scan nikazunguka nikapigia tena ndugu yangu simu. Ama mwe CT scan abishi simu. Tukapatana na yeye sasa. Yetu yana pichu. Akaniambia tumeambiwa tunarifaa tena okay.
Ule kageleje obendi tenwe. Nikamwambia haina shida. Alenje mami shida. Wewe tu mujitie moyo kwa sababu baba bado ako na nguvu. Kula agoje kwa mamune tole tako bimbo yondoni mato oibe. Alikuwa kijana mjasiri sana. Kiagera ole kijana yana nyega. Alikuwa kijana mjasiri sana. Kiagera ole kijana yana nyega. Kwa hivyo nikampea simu ya mzee Andrew. Agoje simu itapanda. Ilikuwa na viatu ya Andrew ndani ya gari pia pamoja na bag yake. Ukijini kushe kwa bag kari. Kumwambia njoo kuna laptop yake hapa. Alenje nene laptop na nyinga. Na hapo sasa ndio nilitoka mwendo wa saa 7. Kama mwenye oto saa 7. Sasa Ulenjo kini manda kichukui. Baba alituacha. Umwimbo hiyo. Ikanihuzunisha pia mimi sana kwa sababu ni mimi. Ai magagane amukia mnyoto okabishida noto. Pia mimi nilihuzunika sana. Ogotane kya kasnyikisina. I want to encourage the family of Andrew Kirui. So amacha ogoi go mamune family no Andrew. When I was reading the eulogy of our brother Andrew. Kana somani history no Andrew. He is a Christian. Kuchita ne sukuno. A man of God. Chita Mungu. And if we truly believe what we say we believe. Mangu alegita kachukul nagimu kuna tunagiani. Then the moment Andrew took his last breath. Mangu ale kasarta nagi Jesus abeni Andrew. He met Jesus Christ. Ugi tuyo Yeshua yungisomo. And the Bible says, being absent in the body is to be present in the spirit. And if we truly believe what we say we believe about the life after this one, then the moment also Andrew went to Jesus Christ, the joy and the happiness that he felt with Jesus. Asanteni sana na Mungu awabariki. Thank you, Ken. So nataka tumwambie huyu nasema asante kwa sababu ulijaribu kuokoa ndugu yetu. Sijui kama sisi kama familia tungepiga picha moja na huyu tukumbuke. Tuseme hata familia ya Paul Gilel. Na moto ngete bacha wiki ogere chito ne kaibur korikyok kokiasor tugul evidence sipitali koba latul ogere karir weri amokonyolu ing'wa amun konyo family ole ing'o ola kaikais kule ona MCA nebo anai kowek ketoreti koit Kirui ketestai birchi kijanatab Christopher arap Tuet ole karit kai sabu kuchu koi kekonye Kirui kotoret oran bore ngena nalo somo family pamoja sindoitu Emmanuel mama italia kugo kwa mzimi wa kutoka na mama aide kuchoshwa Kirui kimwalimu Kirui ogineta tu kecha kimi kuzi kima kutie kwa mwisho kumata mucha tena mama ange wale wao jiki tu kuzi kimutata ni bwana ula utale wao jiki tu ngala na kikuye kana ile family mogine asante sikwa wa mtoende thank you kwa ina ni kana Kirui chosho kongomi so nyone Paul Martin ambaye wewe ngane kwa wale ambao wanatoka jamii zingine unajua sisi tafadhali kwa sababu tunaona wageni wengi kuja. Nilikuwa nasema hivi unajua sisi relationship yetu iko karibu sana. Hata hatuna ile word unaita cousin. Kuna sisi ni ndugu tu. Sawa. And wale watu Cheido wale yes. So huyu ni first born wa Kirui. Msichana mrembo anaitwa Abigail. Ako Ndarawete Girls. Alafu huyu msichana ako grade 9 Chebet. Hii Chebet. Very good. Haya. Sawa tunamaliza na familia. Baada na nitafanya endelea no. Okay, chokiga nimeo leo. Namba 2. Ito leo. Okay. So huyu ndio baba wetu. Ita ingawa na Sila gile ni migreso yugreso. Otare gross break. Chokira. Pesa kati. Ruth Kile. Mama registered. Second huyu sasa ni ngono MCA akashindwa bila kubingwa. Ngureso. Masa memoro. Pastor Paul Gorit from Mount Sion Church of God. Okay. Dargwa. Only my sister mfupi kama mimi. Sawa. Emily. Huyu anaitwa Sungura. Sungura. Mchaja kabisa. Haya, Eric Korir.
Gari Gori, Armeri. Irbe na ulita kai. Popol Gori. Popol Gori no. Yes, Tigo get you to say. Sa Tigo Neri. Mene chamara ni boy chamara. Tahu tak kasi. Huyu ni kijana my brother. Rembo anda Jackson Kori. Jackson Kori. Mene kipagich. No amor. No kona. Bol gile kwa na marehemu sawa haya ubo mama sogea nyuma kwa uchan mama nebandre Rebecca Kilel mimi anafuatana sasa kesanda Emily yes kwa sana ndio mmoja asante sana huyo anaitwa Saddam mwenyewe Gibure Selikiru na familia yake pia hapa. Huyu anaitwa Mauri, msichana wake pia. Na huyu ni Nefat vijana wake wa Saddam. Sevin, very good. Family wa David Guru. Family David Guru ndio limbo Songoro limbo Narok. Bejano. Swala ni makwa wale. Makwa gani? Wote tanyiro moto. Saya anake Ryan haya Joshua mama ni prominent Joshua anajulikana sana na kufika kwa debe yule Joshua ngeni yule maana ni bitai so hawa ni watoto wake anaitwa Ariel Safi anaitwa Nathan mwambie kwangu utaona leo kakile watu bwale lole yule ndio kisipene the last one I think huyo ndio kwa mani ndio my sister wa mego ajisiche kwa okay so go to time the last one wote tanyire mami good so umiten mama sikiwa nyo haya ndiseme ngurulo ndio nako wapi ile mtaki jetani yes and ni mami sasa hiyo ana hiyo sawa hiyo ni Alice mtoto wake sawa yale na huyo ni mtoto mmoja hiyo kuna yeye ni longeni okay sawa ohujen and Grace no Grace to yetani to get anasema kani vipi Christian huyu ni daktari yes anafanya kazi hapa kwangu alafu karen tena na basi hapo ndenguroni pia wewe kwa sangamete hiyo pote sangamete basi kanai taka Grace our last one ete karamba tunaitaka kwa mama ni tunaitaka yes Richard Kilele wamenyo libonge engate en Kureso South wamenyo ndikile mwangate Senior, Wilson, pole, kuna mzee Wilson. Lebabu vitu zile hapa mama sio? Yes. Kwenye basi kile. Bana. Ndio, kwa maana ni nyingine ile wapi? Wilson. Wilson kwa baruni. Ambaye kwa baruni. Tambua China? Tambua China? We didn't know we were inside the Bosque. Said the Bosque? Yes, and you know about us. Joseph was anything. You read about it, to it up corridor Nagano. Very Wesley and Gilbert, what is it? Can't do it. Elian, nataka kusema poleni sana, poleni kwa Sandali. Sandali ameenda kwa njia ambayo tukuelewa, na wakati bado tuko na majonzi, tumekuja kujumuika na familia hii na kusema pole. Asanteni sana Ngokwani, tunaona mkono wenu, tulikuwa hapa wakati wa harambee, tumeona uongozi wenu
ukarimu wenu. And we have a testimony about Tanzania. We didn't know him much, as much as you guys know. Yeye alikuwa first born kwao nyumbani. So nataka kutangulisha watoto wake kwenye Lilian ametoka. Somebody. So nataka kuita familia kubwa ambayo nimeona hapo karibu sija kwake, kwa hiyo huyo au baadaye yule mke wake anaitwa Helen. Jana ndio hawa poleni. Haya, mimi ndiye mzaliwa wa 5. Mimi ndiye naitwa Hilary Koech. Na watu wa kwangu ni hawa. Huyu anaitwa Ivy. Na wanaitwa Kiprotich. Mzazi ambaye ndiye baba Andrew hangeweza kuja kwa sababu ya kiafya na uzee wake pia. Na huyu ndio kwake kule Kericho, anaishi Anyamoi, yule na Cosmas Rono. Poleni kwa familia. Huyu anaitwa Ann, na Ann amekaa mlikuwa mkaaji wa Songoro sana. Na mtoto wake wa kwanza ndiye huyo anaitwa Nicholas. So lakini najua ameongeza nasi pamoja, sema tu. Pole kwa familia. Pole sana. Asante familia kwa kuja. Haya, alikuwa second to the last born number 8. Pia ni mwenda zake alikuwa anaitwa Dorcas Nyekori. Alikuwa na mwana. Baadaye huyo mwenye anaenda kukaa, kuna two other sisters lakini amekuja. So ni kijana wa sister yetu wa second last born alikuwa anaitwa Dorcas. Ndio tunamuita growing up kuna Sara. Kaja hapa kabisa anaitwa Lilian ona today, you can be assured give you all the support. Thank you. Ni mtoto wa one of our mothers anaitwa Magdalene. Na mwalimu ndiye amemfuata huyu Jumanyima Jeremiah. Asante sana kwa kuwakilisha familia yetu. Gladys Koech ni mwenyeji hapa karibu. Na huyu anaitwa Masi. Immediately nilemenyi kuchobok sikorkomwa koek kabamongo akot warucho asikobit komwa ngolyo. Amoyori kole menyisiek olan tugul tesetai program nebo Angos. Kwenyu nikimutai noton kikosich chepyosenyin nini bomori kokakait kosi bomori kure Njeriot. Aina netoit mi ndonyo ni kora. Akunyale kora ni mi ndonyo. So kikoberure Jehova kuno. Oburie naye. Kabule nekisibwoni mwake anyo kimalo. Kikoberure Jehova lomut lakini maimuka komut. Kanyone inendet ko kanyor tanri. So kemwa kityo mutyo en Babule. Sikwa Jehova yachemye. Kongoi. Tunakushukuru kwa upendo ulionayo, umetupenda kwa moyo wako wote. Mola nene pamoja na wewe dadi, lala salama jalali ya kufariji. Tutaonana tena Kirui, tutaonana tena. Tutaonana tena Kirui, tutaonana tena. Tutaonana tena nawe, tutaonana tena. Tutaonana tena nawe, tutaonana tena. Tutaonana tena nawe, tutaonana tena.
tena. Anaitwa Joshua Kariangei, ni mwalimu wa agriculture. Makakekerchigei tugul lakini niliona wale Mr. akotil ngamo kelele pole. Anaitwa Joel Kiok. Kwanza ningependa kuipa familia na Msogoo kwa ujumla poleni kwa msiba ambao tumepata, and kwa vile wenye wasichana wamepresent na mazungumzo mengi tumefanya shuleni, tukiwa na board, tukiwa na PTA, tukiwa na jamii ya Sekenani. Ni kweli ya kwamba that tumepata pigo kubwa katika shule yetu ya Sekenani kwa vile Kirui alikuwa a very great pillar. Nikiendelea kuzungumza kwa vile sikuwa na speech, we had organized last tribute kutoka the teachers. Kindly let them be right of mine. Malume tugul kina Madam Principal Goskei Ann ak bijan tugul maritim mi tugul che kikinam kasit ak Mr. Kirui amache komagainutik all the other teachers kama hujasimama mkuja hapa mbele. Hola kweta kwa Mr. Kirui. So kama amwa gongoi amwachi gongoi kapinegi solvaba. He tried his best. Yes. Go Daudi akolani Judy. They got Baba and Naroki. I would keep it. Actually, he didn't get to know that. Kami actually know that. The boy go gagas. The boy go gagas. He took go singing with praise of Baba Yuna. Oh, come on, little Gimago Malimu, or Gimago Hasta. He has Bani or he Baba Yuna. Going on, I think, when he takes in there, he get on the tribute that said that they have to security. Oh, we looked up to him so much. He might make any end proud. So I think so money to get more gas, so I go give out. For you know, I now going your suit for that way to or let me go move back. But to Joseph, you go in the accident, and yet you go get all Lego, you get agriculture, you know, not. When young body meet this to meet on yet, we go later after Baba eat on again. It's a team at a good way or in yet a go. Over so in the get to was. We again to go to it again. How do I get he in the area again Nairobi or completing internships in more and be. So, Nasan, one can to check you. So, go one that Tabani or Chinese or more already Tama Parama and you should be meeting. Or Kiko was special Bonnie, Yaba experience and the Viva, Ugi and Lugi Tamate, you go to Lugi Tamata and family in Lugi Tamate. Oh, they go now, we need to master it. We see all to I need the young one,
mongen ale ne kites. Kibendi toitano ta after this lakini kimi komie. Kongoi amun en kokwet ko tebi kobote kokaikai onge kengete tebi komuktandet koboto. Ye kichang choton ako wek ingainetab Mesia. Baba laitoriat nenyon neywei nemie komuktoin nenyon. Imi kipsengwet ak kemiten ng'weny laitoriat nenyon. Ang'oliot age tugul nekakemwa konamgei ko sobondab koigeny ikochi age tugul chopchi age tugul orenyin amun en tupchoni kirui ko amun kakoru ko kakowes ine boisienyin ako kirib kayanet ako kiyokun boisiet ak boisiet nebo sukul ko kokoi lagok kikikochi kora boisiet nebo laitoriat nenyon. Tebi kobote kiyakeiwet nemie ak ibelisiewech en kainetab Mesia laitoriat nenyon. Haleluya. Kongoi mising. Kot komuti sobondab koik kobaten mi ortinwek chekipangan komuktoindet kwanda nebo sobondo, ortinwek chekikopangan inendet, plan chekikopangan inendet, ne yekisib ak kechut plan inoton komutechi plan inoton kot kenyoru sobondab koik. Nico Record Studios.